wafundisha Waislamu na Wakristo waweze kujua njia ipi ya kufuatwa. Nafikiri inaeleweka. Ni wakati sasa hivi wa kuruhusu mpambano wa mada uanze. Maana debate hatukuanza sisi, walianza Mungu na mitume zamani, walikuwa wanapiga debate kama hizo. Sasa kwa haraka, na leo tumeambiwa tumechelewa. Mimi naomba nisimamishe mwalimu wa kupeleka mada. Mwalimu atakayepeleka mada bado ni yule yule aliyepeleka mada jana. Huyu ni mwinjilisti, ukimwangalia ana miraba kama minne hivi. Medadi Alois Angelo Kiabasasa leo atapeleka mada leo kwa muda wa dakika 25 kama jana, na baadaye utenda upande wa wenzetu atapeleka mada 25. Karibu sana mwinjilisti Medadi Alois Angelo mwana wa Kiabasasa. Sasa nafikiri ni wakati wa kuanza mkutano wetu. Huu mkutano wa amani, Waislamu na Wakristo hawagombani katika mada, ni ndugu. Tunagombana katika vitabu. Twende mwinjilisti Medadi Angelo mwana wa Kiabasasa. Naam. Asante sana mwenyekiti. Pia nashukuru kwa wale wote waliohudhuria kwa siku ya leo kwa lengo la kuweza kusikia mada tuliodhamiria kupeleka jioni ya leo. Mada ya leo ni mada nzuri fupi ambayo inahitaji ufungue akili, uziache wazi ziweze kupokea, kisha ubongo wa kuchuja uchuje, utaweza kuelewa mada. Kwa naomba mniazime masikio ili tuweze kufahamu tunachokifundisha na watu waweze kuelewa. Ama jana tulikuwa na mada nzuri sana. Je, Yesu ni Mungu? Hii ndio mada tuliokuwa nayo jana. Waliokuwepo mliona jinsi mada ilivyopelekwa na jinsi mada ilivyokwenda na jinsi ilivyoisha. Kila mwenye ufahamu aliweza kung'amua Yesu ni Mungu au la kwa mada ya jana. Sasa baada ya kuangalia mada ya jana, ndipo tunakwenda kuangalia mada siku ya leo, Allah subhana ni nani? Kwa sababu Waislamu wanataka tusilimu, tuwe Waislamu, kisha tuweze kusema la ilaha illa Allah Muhammad Rasulullah, kwamba hapana mola apasaye kuabudiwa kwa haki ila ni Allah na Muhammad ni mtume wake. Kabla ya kusilimu na kumfata Allah, lazima tumchunguze. Mada yetu imekaa kwenye swali. Wewe ndio utakayetoa majibu kwenye akili zako kwamba Allah ni nani. Bwana Yesu na asifiwe. Amen. Kwa hiyo huu ni utangulizi uweze kunielewa. Sasa wakati tunapoingia kwenye mada, kuna angalizo moja ambalo Yesu aliliweka. Msomaji? Nipo. Twende Yohana 8:43 hadi 45. Nitasoma katika jina la Yesu. Ubarikiwe. Mbona hamuyafahamu hayo nisemayo? Ni kwa sababu ninyi hamuwezi kulisikia neno langu. Sawa. Ninyi ni wa baba yenu Ibilisi. Na tamaa za baba yenu ndizo mpendazo kuzitenda. Ndio. Yeye alikuwa muuaji tangu mwanzo. Ndio. Wala hakusimama katika kweli. Kwa kuwa hamna hiyo kweli ndani yake. Ndio. Asemapo uongo, ndio husema yaliyo yake mwenyewe. Kwa nini? Kwa sababu yeye ndio ni muongo na baba wa huo. Asante. Yesu anatupa sifa za Ibilisi, yani shetani, kwamba yeye ni muuaji, ni muongo, asemapo uongo husema yaliyo yake mwenyewe. Kwa sababu yeye alikuwa ni muongo tangu mwanzo, hakusimama kwenye kweli. Baada ya hapo maandiko yanasema nini ndani ya Biblia? Msomaji? Nipo. Twende Kumbukumbu 13:1-3. Ninasoma Kumbukumbu la Torati. Ubarikiwe. 13:1-3. Nitasoma katika jina la Yesu. Ndio. Kukizuka katikati yako nabii au muotaji wa ndoto, sawa, akikutolea ishara na ajabu, ikatukia hiyo ishara au hiyo ajabu aliyokuambia, ndio, akisema na tuifuate miungu mingine usiyoijua, ndio, tuitumikie hiyo, wewe usiasikize maneno ya nabii yule, ndio, au yule muotaji wa ndoto. Inatosha. Biblia inatuwekea onyo. Ukitokea mtu mie nabii mimi mtume
kisha akawahubiri habari ya Mungu mwingine tofauti na Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo. Mungu anasema huyo nabii wa uongo msimsikilize wala msimfuate. Hii ni Biblia imeweka onyo. Ndugu zanguni, Mwenyezi Mungu muumba mbingu na ardhi unamtambua kwa sifa zake, kauli zake, matendo yake na mafundisho yake. Unajua huyu hakika ni Mwenyezi Mungu aliyeniumba na aliyeumba kila kitu. Kadhalika shetani unamtambua kwa kauli zake, matendo yake, mafundisho yake. Unajua hakika huyu ni Ibilisi, shetani mharibifu, anataka kunigombanisha na mja wangu. Unatambua. Narudia, Mungu mba mbingu na ardhi aliyekuumba na anataka umche yeye, utamtambua kwa matendo, mafundisho na kauli zake. Ndipo utakapojua hakika huyu ni Mwenyezi Mungu aliyeniumba. Pia shetani utamtambua kwa kauli zake, matendo yake, mafundisho yake. Utajua hakika huyu ni shetani, ana lengo la kunipoteza. Bwana Yesu na asifiwe. Amen. Sasa baada ya kuweka msingi mzuri wa mada yetu, Allah ni nani? Mungu anayemwabudu Waislamu ana majina 100 kasoro moja. Ana majina 100 kasoro moja, yani ana majina 99. Katika majina 99 haya tutaangalia baadhi ya majina mawili matatu hivi. Tuangalie jina moja wapo katika majina 99 ya Allah. Msomaji? Naam. Twende kwenye kitabu kinachoitwa Majina 99 ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ukurasa wa 48. Ukurasa wa 48. Ndio. Anaitwa Al-Muqaddim. Jina mojawapo la Mungu anayemwabudu Waislamu katika majina yake 99 anaitwa Al-Muqaddim. Al-Muqaddim ni kwa Kiarabu, kwa Kiswahili maana yake wa zamani. Wa zamani. Hilo jina mojawapo. Jina la pili katika majina 99, twende ukurasa wa 27 wa kitabu hicho. Jina la pili Al-Azim. Maana yake aliye mkubwa. Naona maneno haya. Mungu wa Waislamu anaitwa Al-Muqaddim, yani wa zamani, na anaitwa Al-Azim, yani aliye mkubwa. Kwa hiyo Mungu anayemwabudu Waislamu Allah ni wa zamani, aliye mkubwa. Sasa huyu wa zamani na aliye mkubwa, Mungu mba mbingu na ardhi si mkubwa, bali Mungu muumba mbingu na ardhi ni mkuu, kwa maana yeye yu topu ya mambo yote. Leo huwezi kusema rais ni mkubwa wa nchi, rais ni mkubwa wa nchi, rais ni mkuu wa nchi, maana hakuna aliye juu yake. Unaposema mkubwa wa nchi, ina maana kuna mdogo wa nchi. Unaposema Mungu mkubwa, ina maana kuna Mungu mdogo. Mungu ni mkuu, maana hakuna aliye juu yake. Bwana Yesu na asifiwe. Amen. Sasa tumeona majina ya Mungu wa Waislamu mawili katika majina 99, anaitwa aliye wa zamani, Al-Muqaddim wa zamani, na anaitwa Al-Azim. Sasa tuangalie Biblia, huyu aliye mkubwa na wa zamani inamtambua ya kuwa ni nani? Twende Ufunuo 12:7-9. Ufunuo Yohana 12:7-9. Sawa, nitasoma katika jina la Yesu. Ubarikiwe. Kulikuwa na vita mbinguni. Mikaeli na malaika zake wakapigana na yule joka. Ndio. Yule joka naye akapigana nao pamoja na malaika zake. Biblia inatuambia kulizuka vita mbinguni, joka akapambana na malaika kwa Mwenyezi Mungu. Twende. Nao hawakushinda. Ndio. Wala mahali pao hapakuonekana tena mbinguni. Huyu joka pamoja na malaika zake, ile vita wa kushinda, wala mahali pao hapakuonekana mbinguni. Yule joka akatupwa. Yule mkubwa, yule joka aliyepambana na malaika Mwenyezi Mungu mbinguni akashindwa vita. Baada ya kushindwa vita akatupwa. Yule joka mkubwa, yule joka wa zamani. Biblia inasema huyo nyoka mkubwa, tena nyoka wa zamani. Na Mungu wa Waislamu anaitwa aliye mkubwa tena wa zamani. Ni nani huyo? Aitwaye Ibilisi na Shetani. Allah ni nani? Bwana Yesu na asifiwe.
Allah ni nani? Anaitwa aliye mkubwa wa zamani. Biblia inatambua kumbe aliye mkubwa na wa zamani ni Ibilisi na Shetani. Allah ni nani? Mungu anayemwabudu Waislamu. Fungua akili uweze kujifunza taratibu. Leo kama mvua za masika, hazina upepo, hazina radi, lakini zinazama taratibu kwenye ardhi ili muweze kuelewa. Bwana Yesu na asifiwe. Amen. Twende tuangalia alitupwa chini kuzimu. Msomaji, Now, twende kidogo 19:23 hadi 25 surati Maryam, kidogo hapo 23 hadi 25 ndani ya Qur'an. Aya, nitasoma Al-Karim. Biblia inasema yule nyoka aliye mkubwa na wa zamani ambaye ni Ibilisi na Shetani alitupwa hata kuzimu chini. Kisha uchungu ukampeleka katika shina la mtende. Hii ni kisa cha mama yake Isa. Mariamu anamzaa Isa chini ya shina la mtende. Akawa anazaa huku anasema, ndio, laiti ningalikufa kabla ya haya, na ningekuwa niliyesahaulika kabisa. Sawa. Mara ikamfikia sauti kutoka chini yake. Imara Mariamu analalamika, ikamfikia sauti kutoka chini yake. Shetani ametupwa chini kuzimu. Sauti ya Mungu wa Mariamu ambaye ni Allah ikamfikia kutoka chini. Inamwambiaje? Usihuzunike. Mola wako amejalia na ameweka kijito cha maji chini yako. Asante. Sauti ya Mola wa Mariamu aliyemzaa Isa ambaye ni Allah, sauti inatoka chini kuzimu. Ibilisi na Shetani ametupwa chini kuzimu. Hoja, Allah atakuwa nani? Yaani hiyo ni penalty kwenye goli, hakuna mtu. Bwana Yesu na asifiwe. Amen. Msomaji, nipo 5:90 Qur'an. 5:90 Al-Karim. Twende. 5:90 inasema, enyi mlioamini, enyi Waislamu, twende ya shaka ulevi na kamari na kuabudiwa na kuombwa asiyekuwa Mwenyezi Mungu, ndio, na kutazamia kwa mishale ya kupigia ramli, na kwa vinginevyo, ndio, yote haya ni uchafu. Naam. Na ni katika kazi ya Shetani. Qur'an inaripoti ulevi ni uchafu na ni katika kazi za Shetani. Hii ni Qur'an Al-Karim 47:15 Qur'an. 47:15 Al-Karim. 47:15. Twende. 47:15 inasema. 47:15 inasema. Mfano wa pepo, ndio, walioahidiwa wacha Mungu itakuwa hivi. Waislamu wana matumaini kwamba siku moja wataingia kwenye pepo ya Subhana Allah wa Ta'ala. Wanachumilia kwenda peponi au kwenda ahera. Na Qur'ani imeripoti 5:90 ulevi ni kazi ya Shetani, tena ni uchafu. Sasa hiyo pepo anaokwenda kuingia Waislamu alioandaa Allah Subhanahu wa Ta'ala ikoje na imeandaliwa nini na mwandaji nani? Lete maneno msomaji. Nitarudia. Ndio. Mfano wa pepo alioahidiwa wacha Mungu itakuwa hivi. Imo mito ya maji yasiyovunda. Imo mito ya maji yasiyovunda. Na mito ya maziwa isiyoharibika ladha yake. Pia kwenye pepo hiyo kuna mito ya maziwa isiyoharibika ladha yake. Na mito ya ulevi yenye ladha kwa wanywao. Haya. Qur'ani imesema ulevi ni kazi ya Shetani. Allah Subhanahu wa Ta'ala ameandaa ulevi, tena mito kwenye pepo yake. Allah atakuwa nani? Bwana Yesu na asifiwe. Amen. Hii ni penalty kwenye goli, hakuna mtu. Sio mita 18 bali ni mita 1 tu. Ulevi ni kazi ya Shetani. Allah Subhanahu wa Ta'ala kwenye pepo yake ameandaa mito, sio chupa ya ulevi. Allah atakuwa nani? Bwana Yesu na asifiwe. Taratibu ili wanatanga waelewe. Taratibu kabisa. Mada yetu, Allah Mungu anayemwabudu Waislamu ni nani? Msomaji. Naam. Twende kwenye hadithi al-Qudus walizokubaliana Buhari na Muslim, yani hadithi tukufu.
Anasemaje Allah kupitia kwa mja wake au mtume wake Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Anasema nini Allah? Inasema ndio ni kitabu cha 3. Al-Lur wal Marjan. Twende. Inasema hadithi namba 1701. Tulia. Wanadamu wote wenye akili timamu na wanaofuatilia masuala ya dini wanajua kuwa uzinifu, zina, uzinifu, uasherati ni kazi ya shetani, wala haina utata hii. Kwa mtu anayefuatilia masuala ya imani, masuala ya dini, ulevi tumeona ni kazi ya shetani. Zina, uzinifu ni kazi ya shetani ili kuwagombanisha watu na muumba wao. Sasa soma hadithi za Al-Qudus, nani mpokezi wa sinadi hiyo? Inasema mlango wa 5 kitabu cha Qadar, mwana wa Adamu amekadiriwa hisa yake katika zinaa na mengineyo. Hadithi ya Abu Huraira radhiallahu anhu. Huyu Abu Huraira alikuwa ni mtu wa karibu sana na Muhammad. Unaposikia Abu Laila maana yake ni baba wa mapaka. Alikuwa anafuga mapaka kibao, akaitwa Abu Laila, baba wa manyao. Ndiye mpokezi wa hadithi hii. Anasemaje Abu Laila? Kutoka kwa mtume SAW, kutoka kwa mtume mwenyewe Muhammad. Hakika Allah amemthibitishia mwanadamu hisa yake katika zinaa. Hiyo ndio kuipata ni lazima. Zinaa ni kazi ya shetani, uasherati ni kazi ya shetani, uzinifu ni kazi ya shetani. Hadithi inatuambia, Muhammad anasema hakika Allah amemdhibitishia kila mwanadamu hisa. Unaposikia hisa ni fungu, amemdhibitishia kila mwanadamu fungu la zinaa, na hilo kulipata ni lazima. Na zinaa ni kazi ya shetani, na Allah ameleta zinaa kwa kila mwanadamu. Allah atakuwa nani? Bwana Yesu na asifiwe. Amen. Taratibu kama mvua ya masika, ina upepo ina radi. Ukija kuamka banda la wani limeanguka na wewe ushalamba kila kitu. Hii ni kitu tujifunze tuweze kuelewa, maana si wanadamu. Tunahitaji kumjue Muumba siku moja tukaishi naye milele. Ndio maana tunakuwa na juhudi katika masuala ya imani. Wako watu wengi wana shughuli zao. Sisi tumeacha shughuli watu wote kwa lengo la kusikia masuala ya imani na Mwenyezi Mungu anasema nini. Sasa lazima tujifunze. Tujue, je, Mungu unayemwabudu ni Mungu? Kama si Mungu ni nani? Ili akili iweze kupata matunda, hatimaye uweze kuwa na juhudi ya kubadili mwelekeo na kutizama upya kile ulichokiamini. Bwana Yesu na asifiwe. Amen. Twende kwenye kitabu cha kwanza Al-Lulu Al-Marjan, katika hadithi Al-Qudus walizokubaliana Buhari na Muslim. Anasemaje mtume wa Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Anasema nini? Al-Lulu Al-Marjan kitabu cha kwanza ndio hadithi namba 60 ndio ukurasa wa 30 inasema hadithi ya Abu Dhari ndio radhi ya Allah iwe juu yake. Amesema ndio nilimwendea mtume SAW. Huyu Abu Dhari alikuwa ni mtu wa karibu sana na Muhammad. Unaposikia sahaba ni watu waliokuwa karibu na Muhammad mno, marafiki wa karibu na waliokuwa na, yani kama kwa lugha nyepesi ya leo wanasema wapambe wa karibu mno. Alipo Muhammad wale hawachezi mbali. Anasemaje Al-Qudus? Nikamkuta amevaa nguo nyeupe na hali amelala. Twende. Kisha nikarejea tena nikamkuta ameamka. Akasema ndio, hakuna mja aliyesema ndio la ilaha illa Allah. Huyu bwana alikwenda kwa Muhammad akamkuta amelala, amejifunika shuka jeupe toka kichwani hadi unyayoni. Yule bwana akaondoka asimsumbue mtume wa Allah. Aliporudi akamkuta Muhammad ameamka. Alipomkuta ameamka akamkuta tayari Muhammad kapata wahai katika kulala kwake kwa njia ya ndoto. Akamwambiaje huyu Abu Dhari? Hakuna mja aliyesema la ilaha illa Allah kisha akafa katika hiyo kalima isipokuwa ataingia peponi. Muhammad anasema hakuna mja, yani hakuna Muislamu aliyekufa anasema la ilaha illa Allah, akifa katika hiyo imani ataingia peponi moja kwa moja. Ikabidi huyu bwana Abu Dhari aulize, lete maneno msomaji. Nikauliza ndio, hata kama atazini na ataiba, hata kama ni mzinifu, hata kama ni mwizi, maadamu anasema la ilaha illa Allah Muhammad Rasulullah anaingia peponi tu. Mtume akajibuje? Akanijibu mtume ndio, hata kama
atazini na hata kama ataiba, yeye peponi. Hata we mwizi mzinifu, maadamu akumbuke kusema Mungu mmoja, Muhammad mtume wake, peponi. Jamaa kuamini, hivi mtume anasemaje huyu? Lete maneno. Nikauliza tena, jamaa kuamini, unasemaje mtume? Hata kama atazini na ataiba, hata kama ni mzinifu, ni mwizi, maadamu anasema Mungu mmoja, Muhammad mtume wake, peponi tu. Akasemaje mtume? Akanijibu, ndio, hata kama atazini, hata kama ataiba, yeye peponi. Hata kama ni mwizi, ni mzinifu, kikubwa akumbuke kusema la ilaha illallah Muhammad rasulullah, peponi. Jamaa kuamini, masikia Abu Dhari, mtume anaota, unasemaje Muhammad? Mara ya 3. Rudi twende msomaji. Akauliza tena mara ya 3, hata kama atazini na ataiba. Akanijibu tena, hata kama atazini na hata kama ataiba. Sasa Muhammad, subiri, Muhammad anamjibu mara ya 3. Yule bwana alipouliza mara 2 mpaka mara ya 3, Muhammad akajua labda huyu jamaa Abu Dhari anajua mimi nimechanganyikiwa au unachokisema sikijui. Muhammad ikabidi amtolee sasa msimamo mzuri katika majibu mara ya 3. Akasemaje Muhammad? Hata kama atazini na hata kama ataiba. Ndio. Hata kama Abu Dhari hakuridhika au atadhililika, yeye peponi. Muhammad mara ya 3, Abu Dhari sikiliza, nimeongea na akili timamu, nachokisema nakijua. Kuuliza kwako mara 3 ni kutaka kudhibitisha. Awe mwizi mzinifu, maadamu za Mungu ni mmoja, Muhammad mtume wake, peponi. Hata kama Abu Dhari umelizika au kulizika, habari ndio hiyo, na hiyo ndio habari, peponi. Bwana Yesu na asifiwe. Amen. Na asemi Muhammad isipokuwa ni wahayuha, ufunuo toka kwa Allah. Akisema Muhammad kasema Allah, mzinifu mwizi peponi. Wizi na uzinifu ni kazi ya Ibilisi. Swali, Allah atakuwa nani? Hapo ndipo tunapotaka tuweze kufahamu. Naam, bado dakika 4. Lazima tuelewe vizuri. Sasa msomaji, naam, twende Qurani 2:102. 2:102 Al-Qarim inasema, wakafuata yale walioyafuata mashetani. Wakadai kuwa yalikuwa katika ufalme wa Nabii Suleiman. Ndio. Na Suleimani hakukufuru, bali mashetani ndio waliokufuru. Wakiwafundisha watu uchawi waliokuwa wakiujua wenyewe tangu zamani. Sawa. Uchawi ulioteremshwa kwa malaika wawili. Ndio. Haruti na Maruta. Ndio. Katika mji wa Babil. Wala malaika hawa hawakumfundisha yoyote mpaka wamwambie, hakika sisi ni mtihani wa kutazamwa kutii kwenu. Twende. Basi usikufuru. Ndio. Wakajifunza kwao, ambayo kwa mambo hayo ndio waliweza kumfarakanisha mtu na mkewe na mengineyo. Ndio. Wala hawakuwa wenye kumdhuru yoyote kwa hayo. Ndio. Ila kwa idhini ya Mwenyezi Mungu. Unaona maneno haya? Uchawi uliteremshwa na Allah kupitia malaika zake wawili, Aruti na Maruti. Na wachawi hawakuwa wenye kumloga mtu akalogeka mpaka Allah atie saini. Na uchawi ni kazi ya Ibilisi, na Allah kateremsha uchawi. Allah atakuwa nani? Bwana Yesu na asifiwe. Tuangalie mwisho wa Allah ni wapi, msomaji? Naam. Katika majina yake 99 ana jina mojawapo. Twende ukurasa wa 13, jina la 3. Ukurasa wa 13. Changamka. Haya, ukurasa wa 13 unasema, ya Al-Jabar. Jina mojawapo la 3 katika majina yake anaitwa Jabar. Anaitwa Jabar. Huyu Jabar Biblia inamtambuaje? Zaburi 52:1 mpaka 5. Nasema Zaburi 52:1. Kwa nini kujisifia uovu ewe Jabar? Biblia inaoje kwa nini kujisifia uovu ewe Jabar? Kumbe Jabari ni muovu, na kama ni muovu itakuwaje? Lete maneno. Wema wa Mungu upo siku zote. Naam. Ulimi wako watunga madhara. Ndio. Kama wembe mkali ewe mwenye hila. Ewe mwenye hila. Twende. Umependa mabaya kuliko mema. Ndio. Na uongo kuliko kusema kweli. Umependa maneno yote ya kuwapoteza watu. Ndio. Uwe ulimi wenye hila. Lakini Mungu atakuharibu hata milele. Unaona maneno hayo? Jabari ni mwovu, katunga hila, kadanganya watu, hafai. Mungu atamwangamiza milele. Atamwangamiza kivipi? Wakati huo niandalie Al-Mulk kitabu cha 3, alafu na inukuu Ufunuo 20:10. Biblia inasema ndipo yule mnyama nabii wa uongo na shetani watatupa kwenye ziwa la moto, watakaa humo milele. Je, mwisho wa Allah ni wapi? Twende msomaji. Inasema hadithi namba 1810.
hadithi ya Anas bin Malik radhiallahu anhu, ndio kuwa Mtume CW amesema Jehanamu itaendelea kusema changamka, je, kuna nyongeza? Ndio. Mpaka Allah subhanahu wa ta'ala atakapoweka humo unyayo wake. Ndio. Na hapo utasema kat. Inatosha. Unaona maneno, Jehanamu haitajaa mpaka Allah tumbukie mle, milango ya Jehanamu ifunge, Jehanamu iseme sasa nimejaa. Na Biblia imesema atakaye tupa mwisho Jehanamu ni shetani, na Allah anaingia mwisho Jehanamu, Jehanamu inasema nimejaa. Allah atakuwa na dakika moja kule, dakika moja. Bwana Yesu na asifiwe. Amen. Allah atakuwa nani? Kama atatumbukia Jehanamu Allah subhanahu wa ta'ala, Jehanamu ikafunga milango yeye atakuwa nani? Tumesema hata kama ni mzinifu, ni mwizi, anaingia peponi. Watakuja na andiko lao kwenye Luka. Yesu anasema alikuja Yohana akihubiri, wale watoza ushuru na makahaba wakamwamini, na aliacha lile andiko ajiingize pale, nije nimfiatue. Bwana Yesu na asifiwe. Mungu anabariki akili mkichwa, chuja pima, Allah atakuwa nani? Maana tabia zote za yule jamaa anazo. Allah ni nani? Bwana Yesu na asifiwe. Amen. Mungu wa mbinguni na awabariki. Asanteni kwa kunisikiliza. Amen. Bana, watu watamkipa, nomba mwe makini, maana sasa ninakurupushwa hapa na ambao mdomesha, kumbe na nyinyi mnasema bado dakika moja. Otherwise basi saa zetu hapa tuzikanseli, zibaki za kwenu hapo, lakini tukitumia hizi huku na hizo huko zitatuchanganya. Mada mmesikia kwamba madai na swali, Allah subhanahu wa ta'ala tabaraka ni nani? Hili swali utajua mwenyewe kichwani. Tumemaliza dakika 25 na nafurahi sana mwenyekiti, siku ya leo kutano umetulia, una amani. Tutamaliza hivi hivi na Bwana Mungu atawabariki sana. Karibu mwenyekiti mwenzangu, karibishe mwalimu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabla hatujapandisha mwalimu hapa kujibu hoja, na kombeni nyinyi watu mliosimama huku tukae, kwa sababu mnawazuia wenzenu. Sasa hivi turekebishe saa zetu, kila mtu angalie, tunajibu hiyo mada na mhadhiri wetu wa leo atakuwa Ustadhi Saidi Juma. Naomba pande Juma moja hapo ili uweze kujibu Allah ni nani. Ndugu zetu wametuuliza swali kwamba Allah ni nani, yaelekea wao hawamjui Allah, na hili jina Allah limetokana na nini? Nini Allah? Wanauliza wao Wakristo, na si vibaya wao kauliza, kwa sababu sisi ndio walimu wao, tutawafundisha Allah ni nani. Kwa hiyo chukua nafasi, peleka mada, dakika 25. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bilhuda. Samani mwalimu, hebu naomba kidogo mwenyekiti tuelewane, hizi saa zetu zisitumike. Tunaomba tuamini wale, kuna Muislamu kuna Mkristo. Sababu wewe unatakiwa msimamishe, mimi ndio nimsimamishe, sio wewe. Wewe ungenipa mimi ndio ungemsimamisha. Unaona? Sasa msingilie vitu unamsimamisha. Mimi mwenzio kaongea, sikumsimamisha. Wewe tayari ngoja tungoje nini? Mbona mnakuwa oga? Endelea mwalimu hapo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillahi wa baad. Ndugu zangu Waislamu na wenzetu ambao bado hamjabahatika kuwamo katika Uislamu, nimechukua fursa hii kwa ajili ya kutoa mada ama kujibu hoja iliyotangulizwa na jamaa zetu wa Kikristo, wakiwa wametengeneza hoja kadhaa zinazomhusu Allah subhanahu wa ta'ala, Mungu muumbaji wa mbingu na ardhi, Mungu wa ulimwengu. Lakini katika maelezo yaliyotoka katika upande wa kushoto yametufariji sana, maana tulitegemea labda kungekuwa kuna maandiko yanayotoa ushawishi wa wazi juu ya wanadamu kutokubali kwamba Allah ndiye Mungu muumbaji, lakini vikawa vimepatikaniwa vijihoja vidogo ambavyo vinasababishwa na pengine uvivu wa kufuatilia kwa kina maandiko yaliyomo katika vitabu, au upeo mfupi wa kuyaelewa mambo yanapokuwa yameandikwa na mtu anapoyasoma anashindwa kuelewa. Sasa wakati mwingine haya sio matatizo ya Mungu. Mungu ameleta elimu katika ulimwengu na akataka watu waisome, waizingatie. Kwa hiyo utakapokuwa una matatizo ya kuelewa ni ya kwako wewe mwenyewe.
lakini Mungu tayari alishajiweka wazi katika vitabu, na tumefarijika sana kuona Mungu ametangazwa katika sura ambayo haipo wazi, lakini kwenye akili zao wanajua kwamba Mungu amekusudiwa kutangazwa na wanadamu waweze kumwabudia. Takbir, takbir. Sehemu ya mwanzo jamaa zetu walianza katika kitabu cha Ufunuo, wakaeleza kwamba kuna